make a mistake, Kama mshirika atafanya don't kosa, turn him down. usimtupilie mbali. Help him to raise him up again. As he Msaidie raise up. asimame Get tena. together. Msimame Have pamoja. hearing one another. Msikizane moja mwingine. That is what the scripture says. Hivyo ndivyo maandiko When we yanavyosema. make a mistake, Tukifanya let's makosa, go before God. twende mbele za Mungu. Before we can go before God, Kabla hata we hatujaenda got mbele to za go to the Mungu, person we hurt. tunafaa kwenda kwa yule mtu tuliyemkwaza. Praise God. Bwana You asifiwe. don't go before God if you hurt somebody before you go to the person. Huwezi enda mbele za Mungu kama You go to umekwaza the mtu person. kabla hujaendea huyo Tell mtu. brother, Unaendea huyo forgive mtu me because unamwambia of ndugu, ABCD. nisamehe kwa sababu ya hii na Then you hii. go before God Kisha unaenda mbele za Mungu to repent now before God, or to confess it, or to repent. kutubu, kukiri mbele za Telling Mungu. God to remove that spirit. Waambie Mungu aondoe hiyo roho. If it is spirit of unforgiveness, Kama ni roho ya kutosamehe, where the devil cash many people there, mahali shetani anapata watu you wengi don't want to pale. forgive somebody, Hutaki kusamehe you mtu, still hold in your heart. bado unashikilia And I moyoni know I mwako. ask people, Nauliza watu daima, you are so strong to carry people's burden. uko na nguvu sana ya kubeba mizigo ya watu. You carry that one, you carry for that one, you carry for Beba ya that one, ule, unabeba ya ule until you mwingine. feel. Hadi unawazia. Until I think now, the COVID has helped very many people because many of you does not want to greet one another. Nawazia sasa Now you COVID can use imesaidia that watu as an wengi. excuse. Watu hataki kusalimiana saa. Watu wanaweza chukua hiyo kama sababu. But even when people are greeting one another, Lakini hata wakati you'll watu find a person wanasalimiana moving moja and na mwingine, lifting the people. He doesn't want to pata hiyo greet. mtu anapita. Because even na there, hata there's watu- somebody he doesn't want to greet. Maana pale kuna mtu hataki. Are you a kusalimu. Christian? Je, wewe ni Mkristo? Then you should be ashamed of yourself. Basi unafaa Christ cannot kujirudia. do that in you. Kristo ndani If yako hawezi Christ fanya is in hivyo. you, Kama Kristo ako ndani he yako, cannot do that. hawezi fanya hivyo. Praise God. Bwana asifiwe. Yeah, you should ask God, Unafaa ulize Mungu, deliver me from this spirit nikomboe toka kwa huyu roho of not disliking so and so. ya kutopenda mtu Help me fulani to fulani. forgive him or her. Nisaidie nimsamehe. Praise God. Bwana asifiwe. Because that hinder your prayer, not Maana her hiyo prayer, not the itazuia other maombi person's yako, prayer. haitazuia maombi ya mtu mwingine. Praise God. Bwana asifiwe. If you don't forgive so and so, Usiposamehe mtu fulani, that hinder you. hiyo It inakuzuia does wewe. not hinder the other person. Haitazuia huyo mtu mwingine. Praise God. Bwana asifiwe. See, for example, if our heart condemns us, Kama mioyo yetu inatuhukumu, we want complete deliverance. tunataka ukombozi mkamilifu. We don't want to be halfway church. Hatutaki kuwa kanisa nusu. We want to be a real church Tunataka kuwa kanisa halisi or no church at all. ama tusiwe kanisa kabisa. We want to be real Christian Tunataka kuwa Wakristo or halisi no Christian at all. ama tusiwe Wakristo Oh, kabisa. brethren, I think that should be sink in our heart. Nafikiri hiyo inafaa kuwa inalindikia Yeah. mioyoni mwetu. You want to be a Christian Tunataka tuwe or no Wakristo Christian at ama all. tusiwe Wakristo kabisa. Praise God. Bwana You asifiwe. know, to be halfway like that, Tunataka kuwa unajua kuwa nusu just namna like hiyo. that beast that called mule. Kama yule mnyama anayeitwa No. nyumbu. The father is a horse, the mother is a donkey. Babake ni farasi, mamake ni punda. And it doesn't know where it belongs. Na hajui yeye ni wa wapi. Doesn't know the father, it doesn't know the mother. Hajui baba, hajui mama. It's just a creature there in between. Yaani kiumbe tu pale A high katikati. plate. Kiumbe cha And Changanya. that's where a lot Changanya. of Christians are. na hapo ndipo Wakristo wengi walipo. They don't know what they are. Hawajui wao They ni don't nini. know what is the principle of being a Christian. Hawajui misimamo ya kuwa Mkristo. The way you should conduct yourself Jinsi unafaa kujiendesha before people. mbele za watu. It doesn't matter what they have done to you. Haijalishi wamekufanyia nini. Because it does not mean when you are Christian, people will not do wrong to you. Maana imaanishi wakati wewe ni Mkristo watu hawatakukosea. They will misuse you. Watakutumia But the vibaya. Bible says rejoice, Lakini Biblia inasema for the furahi, kingdom of God is yours. maana ufalme wa Mungu ni wenu. But many people does not like that. Lakini watu wengi hawapendi hiyo.
You need a total deliverance. Unahitaji You ukombozi need to be mkamilifu. delivered. Unahitaji To be a total kukombolewa. Christian. Kuwa Mkristo Praise mkamilifu. God. We want a real Christian or no Christian at all. Tunataka kuwa Wakristo. We want a halisi total ama deliverance. Kristo halisi kabisa. We want a Tunataka total ukombozi mkamilifu. from our habit, Toka kwa from tabia our zetu. sin, Toka kwa from our dhambi evil zetu. thinking, Mawazo yetu from- maovu. from our evil doing, Toka kwa matendo from yetu our maovu. negligence, Kutoka kwa kutojali whatever kwetu. we done. Chochote ambacho tumefanya. We want total deliverance. Tunataka ukombozi So that when mkamilifu. people come into this church, Ili wakati watu prayed watakapokuja for, katika kanisa hii there waombewe, will be just this little group. utakuwa tu na hili kundi ndogo, Maybe not 100 or 200 labda sitting here. sio 100 ama 200 They will be wameketi completely hapa. in the hands of God. Watakuwa kikamilifu And mikononi when we mwa Mungu. pray, Na then tukiomba, God will hear from heaven. basi Mungu atasikia toka God mbinguni. wants somebody Mungu anataka mtu that can hold in his heart. anaweza mshika mikononi Somebody that mwake. he can say, Mtu anayeweza sema, I got confidence in him. nina ujasiri I ndani said yake. this my sick servant to Capstone Tabernacle. Natuma huyu mtumishi wangu mgonjwa katika kanisa And la that Kapstone. group of people are so one accord. Na hao watu wako kimoja sana. Something will happen. Jambo litatendeka. Praise God. Bwana asifiwe. You see why the devil bring a lot of hindrance in our Naona lives. mbona shetani analeta vikwazo vingi Saying miongoni mwetu. this one is like this and this one is like Sema this. huyu hapo namna hii, huyu hapo namna hii. And the devil know how to bring things, Na shetani anajua jinsi ya kuleta vitu, even lies, hata uongo. and tell you things about another person and you believe even before you prove. Na anakuambia vitu kuhusu mtu mwingine na utaamini hata kabla udhibitishe. Don't be quick to listen and believe whatsoever you are being told. Usiwe wa haraka kusikiza na kuamini ambacho umeambiwa. So and so was saying this about you. Fulani fulani alikuwa anasema hii kukuhusu. That should be none of your business. Sifai kuwa kazi yako. And if you are so interested, ask the person, Na who is kama that? unapendezwa sana, Can we ulize go huyo to mtu. him Je, tunaweza enda kwake and ask him, na tumuulize? hey, I don't want problem. Hapana, mimi sitaki shida. I don't want cases. Sitaki kesi. And many people does not want cases. Na watu wengi hawapendi kesi. Whether you like it or not, case is there. Pende usipende, kesi itakuwako. And it is in a two way. Na ni njia mbili. In heaven, Mbinguni, either a judge or being judged. mbinguni ni aidha utakuwa jaji ama utahukumiwa wewe mwenyewe. Because the case will be there. Maana kesi itakuwepo. The Bible tells me Biblia the inaniambia saint will judge even the angel. watakatifu watahukumu So hadi if you are malaika. fearing case here, Kama unaogopa kesi how are you hapa, going to be judged over there? basi utaweza kuwa mhukumu aje pale. Don't be ignorant, brethren. Usio watu ambao wanaofahamu ndugu. Understand that God Elewa ya kwamba is Mungu not big. You cannot mock God. hawezi Hawezi mdhihaki. You can do to men but not God. Unaweza fanyia wanadamu lakini sio Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. Let's go to this man called the prophet Moses. Twende kwa huyu mtu anaitwa Nabii Musa. That is the way Moses and his group did. Hivyo ndivyo Musa na kundi lake They get walifanya. over there and they got under the blood. Walienda pale na wakawa chini ya damu. 84, that is. Aya, You 84. notice, until they got under the blood, Hadi wakaingia chini ya there was damu. no total deliverance. Hakukuwa na ukombozi Moses mkamilifu. himself was unified with God. Musa mwenyewe alikuwa ameunganika But na Mungu. Israel wasn't. Lakini Israeli haikuwa. They were still with sin and they were murmuring against Moses. Bado alikuwa na dhambi na walikuwa And wananung'unika they dhidi ya said, Musa. why do you do this? Na wakasema mbona umefanya hivi? You bring more trouble upon us. Unatuletea shida zaidi. Because Pharaoh just doubled their toilet of bricks and so forth. Maana Farao aliongeza ile kazi yao ya matofali na kazi nyingine. That was Moses. Hiyo ilikuwa ni He Musa. was complete in the hands of God totally. Alikuwa kikamilifu mikononi mwa Mungu. Delivered from sheep handling to hand God's sheep. Akiwa amekombolewa kutoka kushughulikia kondoo, ashughulikie kondoo wa Mungu. He was total delivered himself. Alikuwa amekombolewa kikamilifu yeye mwenyewe. The
But the people wasn't delivered because they were still murmuring among them. Lakini watu hawakuwa wamekombolewa maana walikuwa wananungunika miongoni mwao. Hallelujah. Bwana asifiwe. If you are with Moses, Kama ungekuwa na which Musa, side would you be? ungekuwa upande upi? Like when they bring that big challenge Walipoleta ile of changamoto Dathan and kuu Korah. ya Dathan na Kora. You know there, make believers, they were being catched very easily. Unajua pale wanaojifanya Because kuamini Bishop Time wangepatikana said, kwa now, urahisi sana. we want to know who is on God's side. Maana ilifika mahali wakasema sasa cannot tunataka move kujua like nani this. yako katika upande wa We Mungu. cannot move like this. Hatuwezi endelea We namna want to hii. know who is on God's Tunataka side. kujua nani And yako those katika who are on upande wa God's Mungu. side, Na walio katika upande wa let's come Mungu this side. waje upande huu. And Moses stand aside. Na Musa akasimama And pale. those who are on Korah's side, Na wale walio upande wa let's went the Kora other side. waende ile upande mwingine. And the people make their decision. Na watu wakafanya As uamuzi for wao. me, Wakasema I don't mimi, belong to that man. mimi si wa You yule know that mtu. man is very old. Unajua yule mtu ni mzee Sometimes he sana. doesn't know what he's Na talking. labda ajui anasema nini. And the way they say, you know, when a man is old, it's just like a child. Na wanasema unajua mtu akizeeka ni kama mtoto. And they thought because Moses was very old, he doesn't know what he was talking Na about. wakadhania kwa sababu Musa ni mzee hajui kile anachosema anachoongea kuhusu. He was trained 40 years by God. Alifunzwa miaka 40 na For Mungu. God to use him 40 years. Ili Mungu amtumie miaka 40. Praise God. His Bwana retirement was not to come by 60. His retirement, Ili aweze kustaafu. it was not after 60 years. Haikuwa ni baada ya miaka 60. His was 120. Ilikuwa ni miaka 120. Praise God. Bwana asifiwe. He was trained 40 years. Alifunzwa miaka And 40. he was so equipped by God. Na akavikwa sana na Mungu. Nothing the enemy could throw to Moses. Hakuna kitu adui angetupia And Musa. he regretted and say, I wish I knew. Na afu ajuta aseme oh laiti ningejua. Praise God. Like sometime you feel in the families. Kama wakati mwingine sisi katika jamii You fear the husband say, I wish I knew I could not nasikia marry this one. mume akisema kama ningejua singeoa huyu. I wish I knew I could not be married by so and so. Kama ningejua singeoleka na mtu fulani fulani. Who could marry you? Nani angekuoa basi? That's the devil actually talking to you. Huyo ni shetani kwa hakika You anakunenea. brush that thing away quickly as possible. Unafaa kuondoa hilo jambo haraka iwezekanavyo. Because that's the way the devil works. Maana hivyo ndivyo shetani anavyofanya kazi. Before you marry, Kabla uoe he never told you. hakukwambia. But after marrying, Baada ya kuoa, oh, I make a mistake. oh nilifanya So makosa. if you make a mistake, so Basi kama ulifanya kosa sasa, if you make a mistake, that's upon you to make to know how to make it right. kama ulifanya kosa ni shauri yako ujue jinsi utakavyoisahihisha. Praise God. Bwana asifiwe. But I can see the solution is divorce. Lakini naona suluhisho ni kutaliki. It doesn't say like that. Semi hivyo. Why are you divorcing? Unataliki mbona? You know she is heavy. Unajua ni kichwa You know ngumu. he is doing this. Unajua anafanya hivi. That is not the right thing. Hiyo sio jambo sahihi. Ask God Uliza Mungu your mistake. makosa yako. And let her also ask God. Na wacha yeye pia aulize Mungu. Because she thought you are going to be together. Maana aliwazia But in the mtakuwa middle of the pamoja. journey, Katikati ya you safari realize she is having a lot of weakness. unatambua ana udhaifu mwingi sana. She realized you have a lot of weakness. Anatambua una udhaifu mwingi sana. So what do you do with the weakness? Utafanya nini na udhaifu? You bear for one another. Mnavumiliana moja You mwingine. forgive one another. Samehe moja mwingine. Praise God. And you try to adjust yourself, my brother. Ujaribu To adjust. kujiwezesha. Praise God. Bwana kujirekebisha. And one night when God ordained the lamb should be killed, Wakati usiku mmoja wakati Mungu aliweka wakfu kwamba mwana the kondoo type anafaa of kuuawa. the type of Christ, Mfano wa Kristo. the blood was dipped into the hyssop, Damu ilitumbukizwa katika hyssop which is the weed common humble, ambalo ni gugu ambalo linamea tu la kawaida. and they put over the lintel of their doors Na ikawekwa juu ya ubao wa mlango on the post, and that is when they became completely delivered. na hapo ndipo wakati Israeli ilikupata ukombozi mkamilifu.
with not a hoof left behind. Hakukuwa na kwato hata limeachwa nyuma. All belonged to them was delivered. Vyote ambavyo vilikuwa vyao vilikombolewa. Their family, their loved one, their everything. Jamii zao, wapendwa wao, kila kitu chao. Was delivered, was completely under the blood. Kilikuwa kombolewa, kilikuwa kikamilifu chini ya damu. And that is what the church shall be completely delivered. Na hiyo ndio wakati kanisa itakuwa when everything come under the blood, wakati kila kitu itakuja chini ya damu, when the sin come under the blood, wakati dhambi itakuja chini when ya you are damu, smoking, wakati when you are gambling, kucheza when kamari, you are cheating, uongo, when you are stealing, wizi, when you are lying, uongo, when everything is brought under the blood, wakati kila kitu italetwa chini ya damu, then there will be a total deliverance. Basi kutakuwa na ukombozi mkamilifu. If you wrong somebody, kama umekosea mtu, make it right. Isaishe. You cannot bring that under the blood. Uwezi leta hiyo chini ya damu. Praise God. You have had very many times for a pastor saying it. Umesikia mara mingi sana something that is unconfessed sin under the blood. Uwezi leta dhambi ambayo haijakiriwa chini ya damu. It doesn't matter who will pray for you. Haijalishi ni nani atakuombea. Doesn't matter how much you go for fasting and prayer. Haijalishi utaenda kufunga na it cannot come under the blood. Mara kiasi gani? Before you make it right that person. Kama haujasahihisha na huyo mtu. You go to the person and tell the person, here I did this and this. Unaendewe mtu mwambie, hapa nilifanya hili na hili. Forgive me. Nilikosea, nisamehe. If it is the wife or the husband. Kama ni mke ama mume. The same way like that. Njia ile ile namna hiyo. Praise God. Bwana asifiwe. You cannot bring sin under the blood before you confess it. Huwezi leta dhambi chini ya damu kabla hujaikiri. You can't bring it. Something won't let you do it. Jambo when you yourself, wakati wewe mwenyewe, is completely totally brought under the blood, umejileta kikamilifu chini ya damu, there will be a total deliverance. Kutakuwa na ukombozi mkamilifu. Then you have a freedom like you have never known before. Na kisha utakuwa na uhuru ambao hujawahi kuwa nao. Everything is brought under the blood. Wakati kila kitu itakuwa chini ya damu. Brought in submission to the kingdom of God. Kuletwa chini ya utiifu wa ufalme wa Mungu. There will be a real deliverance. Basi kutakuwa na ukombozi mkamilifu. Praise God. Bwana asifiwe. Are you together? Tuko pamoja? Are we together? Tuko pamoja? Some of you are not together. Wengine hatuko pamoja. Some has gone for a journey. Wengine wameenda safari. Praise God. Bwana asifiwe. But lakini you need a total deliverance. Unahitaji ukombozi mkamilifu. We need a total deliverance. Tunahitaji ukombozi mkamilifu. We don't want to be halfway Christian. Hatutaki kuwa Wakristo nusu. Because God does not like halfway Christian. Maana Mungu hataki Wakristo nusu. He does not like you to be halfway. Hataki wewe uwe nusu. He wants you to be a true Christian. Anataka uwe Mkristo wa kweli. In the post of duty. Anayesimama katika nafasi ya kazi. Yes, because every person, maana kila mtu, there is where God has put you. Kuna mahali ambapo Mungu amekuweka. And you be answerable. Na utawajibika. Because each one of us has a responsibility. Maana kila mmoja wetu ana jukumu. As a father, kama baba, responsibility to your children. Una jukumu kwa watoto wako. As a mother, you have a responsibility to your children. Kama mama, unajukumika kwa watoto wako. You are also having a responsibility to the wife. Kama mume, una jukumu kwa mke wako. As a wife, you have a responsibility to the husband. Kama mke, una jukumu kwa mume wako. The Bible says, Biblia inasema, unmarried they please the Lord. They do things to please the Lord. Watu wanafanya wale unmarried ambao hawajaoleka wanafanya vitu kumpendeza Bwana. But those who are married, lakini wale ambao wameoleka, they please their husband. Wanapendeza waume zao. That's what the Bible says. Ni hivyo ndivyo Biblia inavyosema. And prophet also say, na nabii anasema pia, you cannot say you obey God if you don't obey your husband. Huwezi sema unamtii Mungu kama huwezi mtii mume wako. Praise God. Bwana asifiwe. And that is what is out of fashion in the day that we are living today. People they say no, it is people's right. No, hiyo ndio iko nyakati God does not change. Watu tunaishi sasa, lakini the word of God never change. Neno la Mungu halibadiliki. When he said the man is the head of the house, he meant that. Aliposema mume ndiye kichwa cha nyumba, alimaanisha hivyo. Let woman obey the wife obey their husband in all things. Na akasema mke na atii mume katika kila kitu.
Yeah, for you to be totally delivered, you have to do it. Ili uweze kukombolewa kikamilifu lazima ufanye hivyo. You cannot do that if you are not totally delivered. Huwezi fanya hivyo kama You will hujakombolewa just argue kikamilifu. and do the comparison. Utakuwa tu unafanya kulinganisha. But you want to do comparison, do it with this person. Lakini ukitaka kufanya kulinganisha, fanya na And mtu huyu. he is our example, paragraph 88. Yeye ndiye mfano wetu. We are men and women. Sisi ni waume We na are also wanawake. Christian. Sisi ni Wakristo. He is our example. Yeye ni mfano Let wetu. us continually deliver ourselves into his heart, into the hearts of the Holy Spirit. Wacha tujipeane kikamilifu katika mikononi mwake, mikononi mwa Roho Mtakatifu, That might be subject to the kingdom of God. ili tuweze kuwa washirika katika ufalme wa Mungu. Yes. You have to surrender yourself to the Holy Ghost. Unafaa ujipeane kwa Roho Mtakatifu. Subject to the kingdom of God. He was totally a man, that is Lord Jesus Christ. Hiyo ni Bwana Yesu Kristo. Alikuwa mwanadamu He was kamilifu. totally God. Alikuwa Mungu But he kamilifu. surrendered his natural part of his, Lakini And his alipeana ile physical wasilia part. wake, his own thinking, mawazo yake, his own doing, matendo and yake his own cares. na kujali kwake kwote. And I do only that which please the Father. Natenda tu kinachompendeza Mungu. There you are, Pale ulipo. totally delivered in the hands, in the human hands. Kombolewa kikamilifu. Because he trusted in God. Lakini alikuwa amekombolewa kikamilifu maana alimsadiki Mungu. Did not the psalmist say, the psalmist, the Zaburi inasema, thou will deliver him, for has completed trusted in me. wewe utamkomboa maana amekusadiki kikamilifu. I will deliver my darling from the dogs, because he trusted in me. Nitakomboa mpendwa wangu kutoka kwa mbwa maana amenisadiki. Somehow when he come to the end of his life journey, Masaa fulani alipokuja katika mwisho wa safari yake, I want it for mine. nilitaka kwa ajili yangu. I know what it is for yours. Najua ni nini kwa ajili yako. I want him to say, Nataka I aseme, deliver him out in the jaws of death, nitamkomboa toka for katika he trusted in me. nguvu za mauti maana amenisadiki. I will deliver him from the grave Nitamkomboa toka on the kaburini. resurrection morning. Siku asubuhi ya Totally deliver him, ukombozi mkamilifu, both soul, body, and spirit, nafsi, mwili na roho, because he trusted in me. maana At the amenisadiki. end of the journey. Katika mwisho wa Yes, safari the yake. Lord Jesus can say that to you. Bwana Yesu anaweza If kuniambia you hivyo, obey his word, kama utatii I neno lake, deliver him out of death, nitamkomboa toka kwa because mauti, he trusted me. maana amenisadiki. Brethren, to trust God Ndugu, kusadiki is not Mungu in vain. sio bure tu. Bless God. Bwana asifiwe. God is not like worldly men. Mungu sio kama watu wa The dunia. kingdom of God is not like the kingdom of this earth. Ufalme wa Mungu si kama ufalme wa dunia. He know what he is talking. He know what he is doing to you. Anajua anakufanyia nini. There is what he promised for you. Kuna kile alichokuahidi. But you must work for it. Lazima uifanyie The children of kazi. Israel were promised land. Wana wa Israeli And it waliahidiwa was nchi sung to them for 40 years. na wakaimbiwa But miaka when they 40. are to get that land, Na ili waingie katika ile nchi, many of them doubted. wengi wakatia tashwishwi. Praise God. Bwana It asifiwe. take the decision. Iligharimu uamuzi. When Moses said 12 men there, Wakati Musa alituma watu 12 but pale, 10 of them, 10 wao they saw the impossibility. waliona kutowezekana, But 2 men, lakini wanaume they wawili said, we are able to take this wakasema land. tunaweza Regardless kuchukua of the nchi hii. situation. It Haijalishi doesn't matter mahali, how many people are here. haijalishi It doesn't ni matter wangapi how wako tall pale, they are. It haijalishi doesn't warefu matter kiasi how gani, big they are. haijalishi ni wakubwa One kiasi thing we gani. know, Jambo moja tunajua, God promised Mungu that aliahidi this land belongs to us.
ya kwamba hii nchi ni yetu. So we are going to take it anyhow. Tunaenda kuichukua bila shaka. The Caleb said, Caleb this akasema, land we are taking it. hii nchi ambayo tunaichukua, Joshua, we are taking this Joshua land. tunachukua nchi hii. But the other group bring a evil report Kundi lile lingine likaleta ripoti and mbaya preach to the people, na kudanganya watu, we cannot take the land. na hatuwezi chukua The nchi. men there are giants. Kuna majitu pale, But they forgot the promise. lakini The promised wakasahau one. ahadi. The one who promised Na was yule bigger than those giants. aliyepeana ahadi ni mkuu That's kuliko yale the majitu. reason Joshua was to look for that. Ndiposa Joshua ilifuata He zamia looked to ile. the word. What does the word say? Aliangalia neno Said the linasema land nini? belongs to us. Nchi ni yetu. We have to take it. Lazima tuichukue. Whether they like it or not. Wapende Whether wasipende. they have weapon or they don't have Wawe na weapon. silaha wasiwe One thing nazo. I know. Jambo moja najua. Our God promised it. Mungu wetu The same alituahidi. Jehovah Yehova who yule opened yule the Red Sea aliyefungua and we bahari ya crossed Shamu over na tukavuka and the enemy died there. na adui He akafa is pale. able to do the same thing again. Anaweza tena jambo lile So tena. Joshua believed with all his heart. Joshua And aliamini Caleb, na moyo wake wakiwa na He Caleb. was totally delivered. Alikombolewa And he kikamilifu. was to lead the Israel Na ilibidi aongoze to go and Waisraeli take the land. waende wachukue But nchi. all those doubters, Lakini wale those who wakutashwishi feared, wote they wenye died on uoga the wilderness. walikufa jangwani. Brethren, there are many people who are going to die in the Kuna wilderness. wengi watakufa Spiritual jangwani. wilderness. Jangwa la Because they kiroho. don't care about the promise of this hour. Maana wajali ahadi ya wakati You huu. don't know who you are. Hujui wewe ni nani? You don't know. Hujui. Because if you know what you are, Maana kama unajua then you wewe have ni to nani, stand and tell the devil, basi unafaa I am a kusimama na Christian. kuambia shetani, mimi don't ni try to bring Mkristo. me things that are contrary. Usiniletee mambo Don't try to kinyume. make me hate somebody. Usinifanye nichukie mtu. Don't tell me to not to forgive so and so. Usiniambie nisisamehe mtu I am a fulani. Christian. Mimi ni The Mkristo. Bible says, Biblia when you inasema, start praying, forgive. ukisimama kuomba samehe. Praise God. Bwana asifiwe. So who is that telling you not to forgive? Nani anakuambia If usisamehe? that is not the devil. Kama sio shetani. Praise God. Bwana asifiwe. The devil would like you to have people that you don't forgive. Shetani angependa uwe na watu ambao Because wewe he knows that samehe. he also know what the scripture say. Maana anajua kila ambacho maandiko yanasema. He know when you don't Anajua forgive the other person, usiposamehe mtu your yule sin will be mwingine, retained dhambi zako zitabaki pale. because you don't forgive. Maana haukusamehe. And you cannot ask forgiveness to God Na huwezi omba msamaha Mungu if you don't forgive. kama wewe mwenyewe Praise hausamehe. God. Bwana So you asifiwe. must know where we are standing now. Lazima tujue That's the tunasimama reason wapi. God is we want a total deliverance. A Ndiposa true Mungu Christian. anataka ukombozi A mkamilifu. Christian who will stand as a Christian Kristo atakayesimama and kama walk like a Mkristo. Christian. Na atembee Talk kama like a Mkristo. Christian. Anene kama Behave like a Mkristo. Christian. Ajiendeshe kama Mkristo. You don't care what the people say about you, Haujali watu but watasema you nini. care kukuhusu. what God say about you. Unajali Mungu What the anasema word nini say about kukuhusu. you. Neno kinasema nini Yes, kukuhusu. brethren, we have to be serious. Ndio tunafaa kumaanisha. We must not pray church. We have Hatufai prayed kucheza church enough. kanisa. Tumecheza kanisa ya We should kutosha. stop doing that. Tunafaa koma kufanya hivyo. Praise God. Bwana asifiwe. A total deliverance. Kombozi You need mkamilifu. a total deliverance, my brother, my Nahitaji sister. kombozi mkamilifu. We ndugu need a yangu, total ndugu yangu. deliverance. Nahitaji mkombozi In mkamilifu. such a situation that is going on now, we Katika should hali be kama more inaendelea serious sasa, at calling upon the name tunafaa of the Lord, kumaanisha zaidi na kuliita jina la because Bwana. the demon powers Maana nguvu za mapepo are very happy in this church movement. wiko na furaha sana katika wakati kama huu. Many people are not coming to church because of the hindrance of this thing. Watu wengi hawakuji kanisani maana kizuizi ambacho kiko. This is the work of the devil. Hii ni kazi ya shetani. But my God promised, Lakini Mungu if wangu the enemy lies like come like a flood, kama adui atakuja kama God will gharika, raise a standard. Mungu atainua kiwango. Praise God. Bwana So you asifiwe. don't look what the enemy is doing. Kwa hivyo You uangalie have adui also anafanya to wait nini. for God to raise a standard. Unafaa ngoja Mungu ainue kiwango. He is responsible to do it. God has to do it. Mungu anawajibika Because there's kutenda. what he said Lazima like that. itende.
Isaiah 59 verse 19. Isaiah If an enemy 59:19. come like a Kama flood, adui atakuja kama I will gharika, raise a standard. nitainua kiwango. And in the Exodus Katika Kutoka that we read 23-22, tuliosoma mlango if you 23, obey indeed the voice of that kama angel, utatia sawa sauti ya malaika huyo, I'll be an enemy to your enemies. utakuwa adui wa adui I'll be zako an adversary to your na adversary. mtesi wa kutesao. What you only do, Kitu ambacho unafaa you only kufanya obey God. ni You kumtii obey Mungu the tu, word. kutii You neno do tu, what the word tells you to do. utende kinachokwambia Then God neno ufanye, kisha You Mungu do the rest. atatenda hayo Any mengine. enemy trying to attack you, Adui akijaribu before they attack you, kukuvamia, God, you attack them. kabla hawajakuvamia Mungu atakuwa Because ameshawavamia, he promised. maana aliahidi. Yes, Joshua knew the promise of God must stand. Joshua alijua ahadi ya Mungu And lazima because isimame. of that, Na kwa sababu ya hiyo, when the day comes, God told Joshua, wakati siku ilifikia, sharpen your Mungu knife, akamwambia sharpen the Joshua, knife now. tia makali kisu To chako, circumcise all those who are born in the wilderness. utayarishe wote waliozalia jangwani. Because after the 3 days, Baada ya siku or tatu sometime you are going to cross Jordan. mtavuka mto Yordani. Bless God. Bwana The asifiwe. same Jehovah Yehova who yule opened the Red Sea, aliyefungua bahari ya stopped Shamu Jordan, for alisimamisha them to cross over. Yordani ili waweze kuvuka, and he knew the order. na alijua The priest was to go ahead of them. ya kwamba The makuhani Ark ndivyo of the Covenant. watangulie The Ark of the ile Covenant. sanduku la agano. In the Red Sea, there was no Ark of the Covenant. Katika bahari ya Shamu hakukuwa na sanduku la agano, Because the Ark of the Covenant was in the wilderness. maana sanduku la agano lilikuwa jangwani. But now the Ark of the Covenant was there. Sasa sanduku la And agano Joshua was not the major prophet. na Yoshua hakuwa ndiye nabii mkuu. Now he was to do exactly what Moses told him to do. Alifaa atende kikamilifu alichoambiwa na Because Musa God atende. told Joshua, Maana Mungu aliambia Yoshua, as I was with Moses, nilivyokuwa na I Musa will be with you. nitakuwa nawe pia. Only do according to what I give law to Moses. Wewe tenda tu jinsi nilivyomwamurisha Musa. Don't turn from right or left. Usigeukie upande wa kushoto Just ama do kulia. exactly what I told Wewe Moses. tenda tu jinsi nilivyomwamuru Musa. Then I'll be with you. Kisha And nitakuwa nawe. nothing will stand before you. Hakuna kitu kitasimama mbele zako. Nothing will stand before you, Hakuna Joshua. kitu kitasimama mbele zako. Praise God. Bwana asifiwe. Because as I was with Moses, Maana jinsi so nilivyokuwa na I Musa, will be with you. ndivyo nitakavyokuwa nawe. Praise God. Bwana asifiwe. And that's what happened. Hiyo ndio ilitendeka. Joshua stand with the word. Yoshua alisimama na And he neno looked what Moses said about it. na akatazama And jinsi ambavyo Musa alisema, anything happening, na you chochote will go back to that kingetendeka word. angerejelea lile When neno. men died in the wilderness, Wakati- when men died when they are in a war, Wakati watu walikufa walipokuwa vitani, that the 6 men died, watu 36 walikufa. Joshua says, stop the war now. Yoshua akasema simamisha We vita cannot sasa. continue. Hatuwezi endelea. Because God never promised us like that. Maana Mungu hakutuahidi namna hiyo. He said, we Alisema have to go in fasting. lazima and tufunge pray. na tuombe. Ask God, Tuulize Mungu, why have you let us die? mbona umeturuhusu tufe? And when they go before the Lord, Na walipoenda mbele God za Mungu, said, Mungu akasema, you have sinned against me. umetenda dhambi kinyume changu. Praise God. Bwana So asifiwe. I cannot be an enemy of your enemy. Siwezi kuwa adui wa adui Because you have zenu. sinned against me. Maana umetenda dhambi Somebody kinyume has changu. taken that edge, Mtu golden edge, Mtu and amechukua the shoka garment of na Babylon, mavazi ya Kibabiloni, and they found it was Achan. wakapata ilikuwa ni And the Achan. Bible says Achan and his family were all killed. Na Biblia inasema Achan na jamii And the yake following waliuliwa day, the wote. battle was very hot. Na siku iliyofuata vita vilikuwa moto sana. Until Joshua said, Hadi Yoshua sun akasema to stand, jua and the moon isimame to stand on the other way. na mwezi They isimame fought pande ule 24 mwingine. hours without a night. Wakapigana masaa 24 bila usiku. Why? Kwa nini? He looked for the promise. Aliangalia My ahadi. brother, Ndugu yangu, what is the promise of this day that we are living? je, ahadi ya siku hii tunayoishi ni gani? What is the promise that God has promised us in this hour that we are living? Ahadi ambayo Mungu If we amepeana can wakati totally huu be tunaoishi delivered. ni gani? Kama tunaweza kombolewa kikamilifu, Unified group, kundi lililounganika, people who love one another, watu wanaopenda pray mmoja for one mwingine, another, wanaoombeana mmoja forgiving one mwingine, another, forgiving one another. wanaosamehe mmoja mwingine. God is unlimited what he can do. Haiwezi pimika anachoweza tenda Mungu. Remember, Kumbuka, God Mungu
according to his principles, kulingana na he misimamo does yake, not change his way. hawezi badilisha njia zake. He doesn't change his way. Habadilishi Men njia change zake. but not God. Naume anaweza badilika, wanadamu wanaweza badilika, lakini So sio if he Mungu. promised anything Kama aliahidi chochote in kile, this hour, wakati huu it has to happen. lazima itendeke. Praise God. Bwana asifiwe. Yeah, he is not a human being. Ndiyo, yes, A human mwanadamu. being can say this and tomorrow say another thing. Mwanadamu anaweza fanya anaweza That's sema hili na that's kesho the aseme reason he jambo said, let lingine. the word of every human being be a lie, Ndiposa akasema acha maneno ya kila but mwanadamu his iwe be uongo, truth. bali yake iwe kweli. His word is always truth. Neno lake daima ni kweli, It's not like our words. sio kama maneno yetu. Even if we can promise many things and doesn't happen. Tunaweza ahidi vitu Okay. vingi na tukose na yakose Listen, kutimia. the disciple has a total deliverance, absolutely total deliverance. Wafuasi wa Yesu walikuwa na ukombozi mkamilifu. Why? Kwa nini? Because they were completely and totally filled with the Holy Ghost. Kwa sababu walikuwa wamejazwa kikamilifu na Roho And Mtakatifu. when just a church member Na wakati mshirika tu wa and kanisa shook hand with the pastor na ukaenda ukasalimiana na or mchungaji someone ama mtu has a fulani kind of a little experience, ambaye have a kind of a little experience of jumping up, jumping and shouting, ana ujuzi mdogo wa kuruka juu na or kupiga speaking nduru, in tongues, ama ya kunena kwa or lugha something another, ama jambo and kama hilo, still have malice in your heart, na bado ana chuki mioyoni mwao, strange acts, matendo yasiyo ya mageni, telling lies, sema uongo, smoking cigarette, kuvuta sigara, lusting after women, kutamani there wanawake. is something hasn't happened Kuna yet. jambo ambalo halijatendeka bado. There is something wrong for that. There is something wrong. Kuna jambo For makosa. he that loved the world or the things of the world, Maana apendalo ulimwengu na vitu vya ulimwengu, the love of God is not in him. pendo wa Mungu haumo You've ndani been yake. misled. Ah, You've been misled. umeongozwa makosa. By their fruit you shall know them. Kwa matunda yao mtawajua. We all want to be unified together with the Holy Spirit. Tungependa kuunganishwa pamoja na Roho Mtakatifu. Every member should be unified with one another. Kila mshirika aunganike na moja na The mwingine. love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost. Upendo wa Mungu unashiriki unagawanywa mioyoni mwetu kwa Roho Mtakatifu. It cleanses us from all unrighteousness. Inatakasa. We are toka kutokuwa na delivered haki from the wote. things of the world. Tumekombolewa toka kwa vitu vya Jesus said, ulimwengu. Yesu akasema, this with all men know with all men know that you are my disciple kwa njia hii watu wote watajua nyinyi wanafunzi when you wangu, love one for the other. kama mkipenda mmoja mwingine. When one member loves to the other member so much Mshirika mmoja akipenda that- mshirika mwingine that it sana, will die for it. ya kwamba angeweza kufa kwa ajili yake. When one evil thing starts, Wakati jambo moja the ovu outside likianza world, katika ulimwengu wa nje, some little women come along say, wanawake wachanga wanakuja na now you kusema, dear, unajua it nini? will be better for you if you do this or do that. Itakuwa ni heri kwako ufanye hii ama ufanye lile. War this or did that. Ufanye hili Or ama done ufanye this or got away from the bunch of holy roller or so forth like that. ama ujitenganishe kutoka na hili. We are kundi. so unified with God. Tumeunganika sana na Mungu. You say, well, Brother Branham, Unasema ndio ndugu is it a Brana? low temptation? Unasema kuna But, majaribio. but Christ died for that purpose. Lakini Kristo alikufa kwa sababu The ya hiyo. devil is defeated. Shetani We ameshindwa. want a total deliverance. Tunataka ukombozi. We want a mkamilifu. church that is pure and clean and adulterated and washed in the blood of Tunataka Lamb. kanisa ambalo liko safi, ambalo limeoshwa kwa damu ya Yesu And Kristo filled with the Holy Ghost. na Spirit. limejazwa na Roho And the Mtakatifu signs and the wonder and the miracle. na ishara na maajabu na miujiza. Yeah. Totally delivered one. Kombolewa kamilifu. Praise God. Bwana asifiwe. Brethren, Ndugu, this word is life. neno hili ni hai, But remember, it cannot be live in the book. lakini kumbuka iwezi kuwa It will hai be live in katika the kitabu. people's life. Itakuwa hai katika maisha ya watu. Praise God. It Bwana will be asifiwe. live in your life. Itakuwa hai katika When you maisha yako. believe it Ukiliamini and act upon that word, na ulitendee don't hilo doubt neno, that word.
It may be hard. Sometimes it seems to be very hard. Wakati mwingine inaweza onekana kuwa ni But you ngumu are sana. not told even to listen about it. Lakini hujaambiwa hata You ukuwe are na sababu told juu only yake. believe. Wewe umeambiwa amini tu. Praise God. Bwana asifiwe. When Peter was called by Lord Jesus Wakati Christ, Petero aliitwa na when Bwana the Lord Yesu, was walking upon the water, wakati Bwana alikuwa anatembea juu ya and maji, Peter said, na Petero Lord, akasema, if you are the Bwana, one, call me to come on the kama water. ni wewe niite nitembee And juu ya Jesus maji. said, come. Na Yesu akasema njoo. He never listened, Hakuwa na but visababu, he jumped over as if he jumped lakini on the rock. aliruka kana kwamba anarukia jiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Why? Kwa nini? He never mixes with reason. He believed. It Aliamini, is the hakuwa na Lord visababu. Jesus who has called me, Bwana Yesu and ameniita, he is walking on the water, Na anatembea and juu ya I maji, walk on the water na hata also. mimi nitatembea juu ya So he maji. stood on the Kwa water, hivyo akasimama and juu he ya never maji sank. na hakuzama. But when he tried to listen, Lakini And he saw the wave, kuwaza na kuona and he doubted. mawimbi na akatashwishwi, he started sinking. akaanza kuzama. But the Lord they never doubt. Lakini Bwana He Yesu asked him, hakutia. why did you doubt, Peter? Akamuuliza mbona He umetashwishwi left him Petero? up. Akamuinua And he stood again, na akasimama and tena. they walked together on the water. Wakatembea pamoja Now, juu ya maji by the faith of Jesus now. kwa imani ya Yesu. Sasa Praise God. Bwana asifiwe. My sister, my brother, Ndugu yangu, there ndugu is yangu, nothing hard hakuna jambo by gumu faith. kwa imani. Praise God. Bwana asifiwe. Remember, the devil will fight Kumbuka shetani atapigana and show the impossibility. na akuonyeshe kutowezekana. Praise God. Bwana asifiwe. But when you believe, Lakini ukiamini, God will vindicate that word is true. Mungu atathibitisha hilo neno kuwa kweli. I don't care what the people say. Sijali watu I watasema don't nini. care what the people think. Sijali watu watawazia nini. You, as a Christian, you shouldn't go by public opinion. Kama Mkristo hufai kwenda na hoja ya umma, Because public opinion, they are always contrary to kwa the word of sababu God. nia ya umma daima ni kinyume na neno la Mungu. Praise God. Bwana asifiwe. The public opinion the day of Jesus, Nia ya umma wakati wa when Yesu, Jesus has healed any sick, wakati Yesu ameponya mgonjwa mostly was yoyote, on a Sabbath day. Mostly. Mara nyingi ilikuwa siku ya Sabato. So they were to question him, why have you done it? Ilikuwa muulize, mbona umefanya hivyo? Today is Sabbath. Leo ni Sabato, You shouldn't do anything. hufai kuwa unafanya chochote. But he told them, Akawaambia, the Lord of Sabbath is here. Bwana wa Sabato ako hapa. Praise God. Bwana asifiwe. Another time he asked them, is it good to do bad in Sabbath day or to do good? Akawauliza wakati mmoja, je, ni vizuri kufanya vyema wa siku ya Sabato ama kufanya maovu? They were speechless. Hawakujibu. Then he asked them one day, Akawauliza siku moja, which of you, nani miongoni mwenu his donkey will fall on the dish? ndo wake ataanguka shimoni, And they say, you will not do it because it's a Sabbath day. alafu useme hautamtoa kwa sababu ni siku ya Sabato? I am the Lord of Sabbath. Mimi ndiye Bwana wa Sabato. And the Sabbath meant resting. Na Sabato ilimaanisha ya kupumzika. They were resting on Sabbath day. Walikuwa wanapumzika siku But ya Jesus Sabato. bring a rest, not on Sabbath day, Lakini but Yesu a rest akaleta every pumziko, day, 24 hours. sio ya Sabato peke yake bali ya kila siku Because masaa he said, 24. come to me, you have a heavy laden, and I Maana will give you alisema, rest. njoni kwangu mnaobeba mizigo mizito nami nitawapumzisha. That was just a shadow. Hiyo ilikuwa ni kivuli tu. Praise God. Bwana asifiwe. But you cannot take a Sabbatarian, you say you are blocking the law. Lakini huwezi ambia They hivyo told msabata, Jesus the utasema same thing. unavunja sheria. He was blocking the law. Aliambia Yesu vile vile unavunja sheria. Praise God. Bwana asifiwe. But one thing I know, Jambo moja najua, this word is by revelation. neno hili ni kwa ufunuo, It's not by laws. sio kwa sheria. It is what God can reveal it to you. Ni kile ambacho Mungu anaweza kukufunulia. Praise God. Bwana asifiwe. That's what brings us together. Hiyo ndio inatuleta pamoja. Because we believe the same thing. Maana tunaamini jambo sawa. Praise the name of the living God. Jina la God Bwana wants us to litukuzwe. be unified. Mungu angependa tuunganike. One group unified. Kundi moja lililounganika. Together praying for one another. Pamoja tukiombeana moja mwingine. Helping one another. Kusaidiana moja In mwingine. one way or the other, Kwa njia moja ama nyingine, you care for your brother. unajali You ndugu care for your yako. sister. Unajali dada That's yako. why I told you, Ndiposa niliwaambia, if my brother is wrong,
kama ndugu yangu ako kwa makosa. We want men who can stand as a Christian Nataka watu and face wanaosimama the kama person Wakristo. and tell him, here you are wrong. Nakutana na ule mtu na kumwambia hapo umekosea. We want a sister Nataka dada who is full of Holy Ghost ambaye amejaa and Roho the love of Mtakatifu God, na upendo wa that you Mungu, not speak against your sister, ambaye hata nena dhidi ya dada yake, but you will go and face her entire sister. bali What utaenda you kwa are huyo doing is dada wrong, na sister. umwambie unachofanya ni kosa dada. Make it right. You Sahihisha. don't behave like this. Tujiendeshe namna We hii. don't work like this as Christian. Tufanye namna hii kama If you Wakristo. cannot help them, you cannot correct somebody Kama huwezi sahihisha when you see mtu, they are wrong, ukiona wako kwa then I makosa, wonder where is your Christian love there? basi nashangaa upendo wako wa Kristo uko wapi? And that thing has repeated since I started. Na hilo jambo limeanza tangu nilipoanza, limejirudia tangu nilipoanza. What does that tell you? Inakwambia nini? Among us here, Miongoni hapa there are a lot of people like that. kuna watu wengi kama hao. Yes. Ndio. What can I tell you? Naweza waambia Tell nini? God to deliver you. Ambia Mungu akukomboe. Yes, you don't want to be in such a situation. Hatutaki You kuwa, want to be delivered. ungependa kuwa katika hali kama You hiyo, don't ungependa want to talk ukombolewe. about somebody. You want to tell Ungependa them uongee juu to ya make mtu. things right, not to Ungependa talk about them. kuambia wasaishe, si kuongea juu yao. That's what brings gossip. Hiyo ndio inaleta masengenyo. And sometimes things you talk, they are not even the truth. Na wakati mwingine vitu unavyonena si It's ukweli things hata. that you heard that is not the truth. Vitu ulivyosikia na sio ukweli. Praise God. Bwana asifiwe. One time, Wakati mmoja, one man in this Nairobi and his wife. mmoja hapa Nairobi na mke wake. The man was a businessman. He was moving with a bicycle selling cakes. Mtu alikuwa mwanabiashara, alikuwa anafanya biashara yake akiuza keki kwa baiskeli. And his wife just come to visit. Na mke wake akaja kutembea. But after he has come from selling those cake, Lakini alipotoka kutoka the kuuza wife hizo saw her keki, standing with a lady. mke wake akamwona akisimama na A mwanamke lady that she fulani. knows, she is from countryside. Na He come mwana- from the same area. Mwanamke huyo alikuwa anamjua, And she is unmarried. na huyo mwanamke hakuwa ameoleka. So the devil told her, Shetani akamwambia, your husband mume wako is seducing that woman. anatongoza yule mwanamke. So the next thing the devil told her, Jambo lingine Shetani alimwambia, take that money, chukua ile pesa, go home, naenda nyumbani, left him here. mwache hapa. And the money she took Na pesa is the aliyochukua man of the business. ni pesa ya biashara. So the man tomorrow will not go for the business. Kwa hivyo kesho mwanamume huyo angeenda biashara The woman has gone. na mwanamke ameenda. So what did the man do? Huyo mwanamume alifanya He nini? also looked for money to follow the woman, Alitafuta pesa afuate mwanamke, to know what's happened. ajue ni nini kinatendeka. In fact, instead of going to her house, to their house, he went to the father's house. Alipata, badala ya kwenda nyumbani kwao, alienda nyumba ya babake. And she gave a lot of accusation what the husband is doing is he is moving with women and Na what. akapeana mashtaka mengi, kile And she ambacho mume promised wake not to go back anafanya, there. anatembea na wanawake, na akaahidi hatarudi pale tena. But when the man came, Lakini mwanamume yule alipokuja, he only asked, is so and so here? aliuliza, je, fulani fulani yako hapa? He was told yes. Akaambiwa ndio. I wanted to know that. Akasema nilikuwa nataka kujua hiyo, He went away. na akarudi. He told him, no, you could say, why did you do that? Mbona That is unafanya hivyo? despise. Hiyo ni He went madharau. away. Akarudi. He stayed for 2 weeks. Alikaa majuma mawili, Then he came. akarudi tena. And he explained the issue. Na akaelezea ile hali. And the father of the girl found the girl was guilty. She was the one who was wrong. Baba ya not the msichana husband. akapata msichana ndiye mwenye hatia. So in the midnight they agreed and they went together. Wakakubaliana na The reason the Bali kurudi the reason pamoja. the man could not speak that day, sababu mwanamume angenena siku ile, he was very angry. alikuwa na He hasira was very sana, bitter. alikuwa na machungu I sana. wouldn't like to talk before the in-law in a bitter way, so he went. Na sio sahihi kuongea wakwe kwa njia ya hasira. Karudi. Praise God. Bwana asifiwe. Then later on I asked that woman, Baadaye aliuliza yule mwanamke, what make you to do such a evil thing?
Ni nini ilikufanya utende jambo ovu kama hilo kwa mume wako? She told me, Kaniambia, I know my husband, najua mume wangu he doesn't look with women. atembei na wanawake. But I wanted to make him fear. Nilitaka nimfanye awe na hofu. Praise God. Wanasifiwe. Now do you see? Naona But the work was over, kazi ilikamilika, which they determined, they were waiting, they were feeding from, ambao walikuwa wanakula kutoka pale, just because instead of to go the right way. That is what I wanted today. kwa sababu Instead of, badala ya kwenda if he njia could wait for the sahihi, man kama angengojea huyu mume and ask him, why have you done mbona that? mnafanya hivi, He could explain to her, angemuelezea, but he used another way. lakini akatumia njia That's nyingine the way the tofauti. devil wants people to use. Hiyo ndio njia Instead of shetani you using the angependa right watu way watumie. Badala ya watu To kutumia handle njia the sahihi, matter, he wants you kushughulikia to use mambo, another way, angependa utumie which njia is tofauti contrary. ambayo ni kinyume. Praise God. Bwana As asifiwe. a sister, there is a way to handle matter. Kama dada As a kuna brother, njia ya there's a way to kushughulikia- handle matter. kama ndugu kuna njia ya kushughulikia mambo, But we don't want that. lakini hatutaki hiyo. God has answer of every question. Mungu ana jibu ya kila swali. In every situation, Katika kila hali God has an answer. Mungu anajibu. Praise God. Bwana asifiwe. Brethren, Ndugu, you need to be total delivered. unafaa You kukombolewa kikamilifu. individually, you are the one to go before God Wewe binafsi and wewe tell uende him, mbele za Lord, I Mungu want to be delivered. na umwambie Mungu, ningependa kukombolewa. You know, there are Najua, people who come here for the sake of coming. kuna watu wanaokuja hapa tu kwa kusudi ya kuja. Praise God. Bwana And there asifiwe. are people who are very happy because COVID came. They are not attending the church. Actually, they are very happy. Na kuna watu wana furaha sana, kuna COVID hawakuji kanisani. Some of them, don't tell me it is everybody's home because he is having children or they are having children. Huwezi sema ati kila mtu ako nyumbani kwa sababu wako na watoto. A young woman, a young boy, Mvulana, a young man, mwanaume, what are they doing home? wanafanya nini nyumbani? But they say there is COVID. Wanasema kuna COVID. Praise God. Bwana asifiwe. That is the devil. Huyo ni shetani. Brethren, Ndugu, may God help us. Mungu atusaidie. Remember all his promises. Kumbuka ahadi zake zote. What he promised. And Alichoahidi. the last promise Lord Jesus promised the Na ahadi ya disciples. mwisho ambaye Yesu He aliahidi said, wanafunzi I wake. will be with you Aliwaambia nitakuwa pamoja until nanyi the end of the age. hadi mwisho wa dahari. So we believe he is with us. Kwa hivyo tunaamini ako pamoja nasi. Remember, there are very many things that were promised in this last day. Kumbuka kuna vitu vingi sana viliahidiwa siku za Jesus said, mwisho. unless those days are shortened, nobody could be saved. Yesu alisema siku zile zisipofupishwa hakuna atakayeokoka. Because of elect, Lakini kwa sababu ya for the sake wateule, of elect, kwa kusudi ya they will wateule be shortened. zitafupishwa. The devil will try all the way, Shetani atajaribu kila namna, but God has preserved his people, lakini Mungu amehifadhi watu as he wake did in the days of Elijah. alivyofanya siku za Told Elija. Elijah, I have 7,000 more Aliambia Elija, nina watu 7,000 that has zaidi not bowed to Baal. ambao hawajamwinamia Baali. Praise God. Bwana But asifiwe. Elijah was seeing himself only, Lakini Elija alikuwa anajiona yeye mwenyewe that he is the only one who is remaining. kwamba ni yeye peke yake amebaki, But lakini there were other 7,000. kuna watu wengine 7,000. Brethren, Wandugu, God's love you. God's love you. Mungu And he anawapenda care for you. na anawajali. How much should we care also? Je, tunafaa kujali kiasi gani? Yeah. Ndio. How can we care and tell God, Tunaweza jali make namna me the gani? way you want me to be? Uniambie nijenge niwe jinsi ambavyo ungependa niwe. Praise God. Bwana asifiwe. I may not continue, Naweza kosa kuendelea, but I believe lakini naamini what you have, kile ambacho umesikia, may God help you. Mungu akusaidie. May God help us, Mungu atusaidie that he can trust us where he has kept us. kwamba anaweza kutudhamini mahali ametuweka. Yes. Ndio. Let's do. Simame. Gracious Heavenly Father, Baba mpendwa wa mbinguni, we want to thank you, Lord. napenda kushukuru Bwana. I want to give you honor and praise, dear Lord.
nakupa heshima na sifa. Of truth, Lord Jesus, you have talked us about a total deliverance. Kwa kweli Bwana umetunenea ujue ukombozi You mkamilifu. know where we are weak, Lord. Unajua mahali si tu Where we wadhaifu, are living halfway Christian, Lord mahali Jesus. tunaishi wa Kristo. May you deliver us, dear Lord. Utukomboe. Let us be little Christian, Wache dear, tuwe wa Kristo halisi. to do the work of, to do thy will, Tutende mapenzi yako according to the promise of the hour that we are living, dear Jesus. kulingana na ahadi ya wakati Let you tunamoishi. be made manifest, O God, in our midst, O Wache Father. idhihirishwe miongoni mwetu. Father, I commit every brother, Bwana in thy nakabidhi hand, kila ndugu, every sister, kila dada, every boy, every kila girl, mvulana, kila every member of msichana, this church. kila mshirika wa I kanisa want to hili. commit them in thy hand, O God. Nakabidhi I mikononi want to mwako. commit this entire nation on thy hand, O Nakabidhi God. taifa lote nzima Lord mikononi Jesus, mwako. you may move with a mighty hand. Bwana uweze May you kutembea kwa remove nguvu even zako those kuu. evil powers Ondoa nguvu that za are coming in uovu this nation and all over the world, O God. unaokuja kwenye And taifa hili bring na even ulimwengu wote hindrance, O mzima, God, to worship you, na God, hata my kuleta Savior. vikwazo vya Let your kuabudu. great mighty power prevail Acha nguvu zako kuu against the zishinde forces of darkness. dhidi ya nguvu za giza. Lord, I pray, believing and trusting in the Bwana, name of naomba Jesus Christ. nikiamini katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. God bless you. Bwana abariki.